Mtazamaji wa 27 Media, tuko Kibirizi, eneo ambalo wamekusanyika wana Simba wakiwa wanatazama ule mwendelezo wa Simba Day. Tutaenda kupata maoni kutoka kwa baadhi ya wana Simba ambao wataelezea hisia zao kwa siku hii ya leo ambayo Simba Sports Club anaeneza miaka 90 toka kuanzishwa kwa wekundu hao wa Msimbazi Simba. Msamo ndio jina langu, in the set play. Tunapata maoni mawili matatu na hisia za washabiki na wanachama mbalimbali wa Simba Sports Club. Kushoto kwangu hapa yupo brother ambaye tutapiga naye story. Atueleze ni namna gani ambavyo ana feel kile ambacho kinaenda kutokea kwa siku ya leo. Brother, habari yako? Salama. Unaitwa nani? Naitwa Matokeo Tano Mahamudu. Unajisikiaje leo ni siku ya Simba Day? Unajisikiaje kuwa sehemu ya watu ambao wanashuhudia miaka 90 ya Simba Sports Club? Najisikia vizuri kwa leo, na furaha sana kwa sababu kwangu imekuwa kama surprise. Kwa hiyo ni kitu cha kushukuru Mungu wa kweli. Leo ni siku ambayo mtaenda kuwaona wachezaji wapya wa kikosi wekundu wa Msimbazi Simba. Licha ya kwamba tayari mmeshawashuhudia kwenye mashindano ya Kagame, lakini ni siku nyingine maalum ambao wachezaji huwa wanapata nafasi ya kuwaonyesha mashabiki wa Simba kile walichonacho kwa msimu huu. Ni yapi matarajio yako na ni mchezaji gani unatamani kumuona kwenye siku ya leo? Kubwa, wachezaji wote waliosajiliwa natamani ni waone, kwa sababu Kagame hata kama tuliwaona, lakini ile ilikuwa ni pre-season tu. Ila kwa leo sasa ndio tuangalie kweli wachezaji wetu wamo, hususan zaidi kabisa kama namba 9 wetu Dumbia, ndio tunaangalia zaidi kwa siku hii ya leo. Wewe ni mmoja kati ya watu ambao wana hofu juu ya uwezo alionao Dumbia? Hapana, kwa sababu Dumbia sina muda mrefu mimi namuona. Kama leo namuona nitakuwa ni mechi kama ya pili hivi, kwa sababu nakumbuka tulienda kukutana nao bado yuko kule Mali, kwa ile Tamari kule, na Kagame alicheza muda mchache sana. Sasa nataka tumuone leo vizuri. Hatuna wasiwasi naye, lakini ni mchezaji mzuri, ila sasa nataka tuone kwa Simba atakuwa mzuri zaidi. Ni kitu gani ambacho unakitarajia sasa kwa kuelekea msimu unaokuja? Tarehe 12 mnacheza na Young Africans. Huu mchezo unauzungumziaje? Mchezo wa Young Africa na Simba utakuwa ni mchezo mgumu, lakini tunachoamini Simba kwa hivi sasa tulivyo, tumebadilika sana, tutawafunga Yanga kivyo vyote. Misimu 4-5 iliyopita Young Africans ndio mabingwa wa ligi kuu Tanzania bara. Msimu huu 2025, 26, 27 ni yapi matarajio yako? Matarajio ni kwamba matarajio yetu ni kuchukua vikombe vyote kama ilivyochukua Yanga hii misimu mitano. Kwa sababu hii misimu mitano sisi kwenye soka kweli tumerudi kinyuma sana, ambapo sisi Simba ndio ilikuwa timu kubwa hapa. Nje na ndani Simba ndio ilikuwa inafahamika zaidi, lakini kwa huu msimu tukawa tumedrop. Ila sasa kwa msimu huu naamini tutachukua makombe yote. Young Africans wanaonekana kusajili majina makubwa, wachezaji ambao wameshawahi kuthibitisha kwamba wana uwezo mzuri. Mchezaji kama Peter Sharulile, hii ninyi kama wana Simba haiwaofishi? Hiyo haituofishi kwa sababu Peter Sharulile mpira wake tumeuona, hata kule alikuwa ni benchi zaidi, nakaa benchi. Kwa hiyo sio ni mpira wake kama unaweza kutuzuru sisi. Kulingana na wachezaji tulionao ni wazuri sana zaidi. Mimi nakushukuru ndugu yangu. Na mimi nashukuru sana. Brother, habari yako? Habari yangu nzuri kabisa. Labda wewe mwandishi unasemaje? Watanzania wanatamani kufahamu kwanza jina lako, unaitwa nani? Kwa jina naitwa Abdu, jina maarufu naitwa Karubaro, ndio jina maarufu Kigoma nzima, hata Tanzania nzima, Dar es Salaam, Zanzibar, Tanga, Unguja wanajua kwa jina la Karubaro. Wewe ni mshabiki wa timu gani kati ya Simba na Young Africans? Mimi mshabiki wangu, yani chama nayoikubali Tanzania ni Simba Sports Club. Leo ni siku ambayo mnaadhimisha miaka 90 toka kuanzishwa kwa Simba Sports Club. Ni kitu gani ambacho mlichonacho ninyi cha kujivunia? Cha kujivunia, kwanza naishukuru sana klabu ya Simba Sports Club kwa uongozi wake, kwanza kufanya kitu ambacho kinaigwa na klabu zingine ndogo. Sisi ni watangulizi wa kila kitu. Simba Sports Club ni watangulizi wa kila kitu. Wao wanafanya alafu wenzetu wanaiga. Kwa mfano Simba Day imeanzishwa na Simba tukiwa na mfalme ambao hawezi kupikiwa na mtu yoyote, anaitwa Emmanuel Okwi, ndio mtu wa kwanza kuanza Simba Day. Hii sikukuu wameanzisha Simba, vilabu vingine nyuma mwiko wanaiga. Alafu twende haraka kwa muda huu sasa. Leo hapa Kibirizi katika ukumbi wa Masu, huu ni ukumbi wa kahawa, kijiwe cha kahawa ambacho kinasimamiwa na Masu, mshabiki wa Simba Sports Club, na sisi ni wanachama. Tumeamua kufanya sherehe hii ndogo leo kwa kufurahia tafrija ya Simba leo.
Kwa hiyo sisi tunajifurahia kwa usajili mzuri dirisha ndogo na kufanya ukarabati wa usajili mwingine dirisha kubwa. Hivi Simba haikamatiki. Tarehe 12 imeenda kucheza na Young Africans. Mara ya mwisho nilipocheza nao mlitoka sare ya bao 2-2. Ni kipi unachokitarajia tarehe 12? Simba Sport Club kwa muda huu inaitwa kamua nguo, yani tunaitwa ugukamura, yani sisi Waingereza ugukamura, yani kukamua. Simba tuna historia ya kumfunga Yanga kwa muda huu mchache. Ligi mechi 3 tumecheza nao Yanga hivi karibuni, tumewafunga Zanzibar, lakini wakapewa kombe na Rajiga. Tumecheza nao Samio, tumewapiga. Kwa hiyo mara 3 mfululizo. Kwa hivi sasa hizi mpaka leo kwa usajili tulionao, kama walishindwa yeye dirisha ndogo kutufunga, na hivi tulishafanya usajili wa Dumbia yule kwa Kiingereza tunaitwa ni kutoweza. Kwa hiyo lazima watoweze sana, na wenyewe tunashukuru kwa kumsajili Sharulile ambayo ameshuka kiwango, ila wamesajili jina. Lakini sisi tulikuwa na wakina Dumbia pale, wakina Selemani Mwalimu, wakina Elia Mpanzu, Kibisawala, mtaalamu watakoma ubishi. Matarajio yako kwa msimu wa 2026-27 ni yapi kwenye ligi kuu Tanzania bara? Matarajio sisi ni kucheza kwanza klabu bingwa na kuchukua kombe. Nyuma mwiko asili yao wanatuchindikizaga klabu bingwa. Hata mwaka juzi walifika robo kwa sababu ya kuifuata Simba, wakiwa wameshiriki wao wenyewe na Azam, robo hawafiki, na safari tutamvuta mpaka robo, aishie robo. Sisi tunacheza fainali. Na kuhusu ligi kuu Tanzania bara? Ligi kuu Tanzania bara hakuna tena kama Simba, kwa sababu hata mdhamini wa Azam amesema, ametusaidia, amesema na yeye atakuwa na vifaa vinavyoangalia marefa wakifanya upendeleo anahamisha timu yake, ila sisi Simba hatuhamishi. Tutakula nao sahani moja kama kauli mbinu yetu, ubaya ubwera. Nakushukuru. Asante sana.